Familia inayosali pamoja huishi pamoja, lakini huwa na amani tele. Ni siku nyingine tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa baraka ambazo anaendelea kutujalia kusafiri pamoja na utume wa familia wa Shirika la Msalaba Mtakatifu Tanzania, ambapo tumekuwa tukisafiri nao katika vipindi mbalimbali. Lengo zaidi ni kuendelea kufahamu familia za Kikristo zinapaswa kuishi namna gani, lakini tunaanzia katika familia kwa sababu ni kanisa la nyumbani. Na kwa siku ya leo basi niko na Bwana Jerome Masi akiwa ameambatana na Scholastica Masanja pamoja na Grace Kitime kuhakikisha kwamba tunakujuza mengi kuweza kufahamu kuhusiana na idara ya sala na liturujia ndani ya utume wa familia wa Msalaba Mtakatifu Tanzania. Mimi ni Irene Simon. Ewe mtazamaji, usisahau kuandika maoni yako hapo chini, lakini na wewe msikilizaji ambaye unanisikiliza kupitia masafa ya 101.5 Amani Radio FM, hakikisha unashiriki nasi kwa kuniandikia swali la kwako kupitia nambari ya 0797004018. Tupo pamoja mpaka pale tamati. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Siku nyingine tena tunapata nafasi ya kuwa pamoja. Amen. Maswali yamekuwa mengi sana, ni imani yangu kwamba mmekuwa mkimjibu msikilizaji, lakini na mtazamaji ambaye anaendelea kutufuatilia kwa mwendelezo wa vipindi hivi ambavyo tunazungumza kuhusiana na familia, lakini kuweza kufahamu utume wa Msalaba Mtakatifu Tanzania, nini hasa mnafanya. Hakika na ni kweli kama unavyosema. Tunashukuru pia wasikilizaji wamekuwa wakiwasiliana na sisi, wakiuliza maswali, wakitaka ufafanuzi wa mambo mbalimbali. Kwa hiyo tunashukuru pia Radio Amani FM kwa sababu imeweza kutuunganisha na familia mahali mbalimbali duniani. Nashukuru sana. Tunapata nafasi ya kuzungumza leo na familia za Kikristo, kufahamu mengi kuhusiana na idara ya sala pamoja na liturujia. Pengine mtazamaji na msikilizaji anapata nafasi ya kuungana nasi kwa mara ya kwanza. Afahamu nini kuhusiana na utume wa Shirika la Msalaba Mtakatifu Tanzania, lakini anazungumza na nani na anamtazama nani? Nashukuru. Tunapozungumza kuhusu utume wa familia wa Shirika la Msalaba Mtakatifu Tanzania, ni utume tulisema ndani ya Kanisa Katoliki ambao unahamasisha maisha ya sala ya familia. Yaani baba, mama na watoto wakae pamoja na kusali pamoja, hasa sala ya Rozari Takatifu. Na hilo lililetwa na mtumishi wa Mungu Padre Patrick Peyton ambaye ndio mwanzilishi wa utume wa familia ulimwenguni, kutokana na maisha yake aliyoishi ya kuwa katika familia iliyokuwa inapenda kusali pamoja kila siku, angalau dakika 15 kila siku. Familia huyu padre akiwa mtoto mdogo na wazazi wake na ndugu zake wengine walikuwa wanakaa pamoja, wanasali pamoja. Na ndio maana ndio aliasisi hiyo kauli inayosema familia inayosali pamoja huishi pamoja. Kwa hiyo pia leo tumekuja kama utume wa familia kupitia idara hiyo ya sala na liturujia, kwa sababu ni idara mama pia ndani ya utume wa familia, kwa ajili ya kuhimiza maisha ya sala, hasa la Rozari katika familia, ili familia ziweze kupata yale ambayo zinatamani kadiri ya mapenzi ya Mungu. Ubarikiwe sana kwa utangulizi huo mzuri sana Bwana Jerome Masi. Lakini tunapozungumza kuhusiana na idara ya sala na liturujia, na umetueleza kwamba ni idara mama, ina nini ndani yake? Nashukuru dada Irene. Na idara ya sala kama inavyojieleza inahusiana na mambo ya sala. Kwa hiyo tunafanya program mbalimbali kwa ajili ya kuzileta familia katika sala. Tunafanya kutembelea familia, kuhimiza familia zisali pamoja, na kutokana na kutembelea huko kwenye hizo familia, tunawashauri pia kwamba ni kwa namna gani wanaweza kutenga muda wa kukaa pamoja na kusali pamoja kama familia. Lakini pia tunasikiliza changamoto na yale mambo mazuri ambayo familia zinapitia, basi tunayaleta kwa Mungu kupitia kusali pamoja ndani ya hiyo familia. Lakini kwenye idara hii pia tunaandaa vitabu mbalimbali vya sala kwa makundi mbalimbali, kuanzia kwa watoto, vijana na watu wazima, ili tuwe na mwongozo ndani ya familia namna ambavyo tunaweza tukasali pamoja kama familia. Kwenye idara hii pia tunaandaa programu zinazozungumzwa sana mwezi wa 5 na mwezi wa 10, ambao ni miezi hasa imetengwa na mama kanisa kwa ajili ya maalum kwa ajili ya kusali Rozari Takatifu. Tuna kitu tunaita safari ya mama. Safari ya mama ni tukio ambalo huwa tunaliandaa kwenye parokia fulani kwa ajili ya wana parokia husika kutembea pamoja, yani sanamu ya Mama Bikira Maria kutembea kwenye kila nyumba kwenye hiyo parokia. Na tunavyotembea kwenye hizo ni kwamba tunasali,
tunatafakari maisha ya mama yetu Bikira Maria, tunaona nguvu ya sala ya Rozari, na katika hile basi huwa tunahitimisha pia na maandamano ya Rozari, lakini pia na ibada ya misa takatifu kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya zawadi ya Mama Maria, lakini pia kuomba kupitia maombezi ya mama yetu Bikira Maria. Na hivyo pia tuna kitu kinaitwa Rosary Rally au maandamano ya Rozari, ambao huwa pia yanafanyika mwezi wa 5 na mwezi wa 10. Tunachagua parokia au jimbo fulani, tunawasiliana na viongozi hierarchia, then tunakaa pamoja tunapanga. Sasa kwenye kabla ya hiyo maandamano ya Rozari tunafanya semina au kongamano kubwa kwa ajili ya kuelezea ni nafasi ya Mama Bikira Maria katika imani yetu, ni kwa nini tunasali kupitia maombezi ya Mama Bikira Maria, nguvu ya Rozari takatifu na miujiza mbalimbali ambayo imewahi kutokea kupitia kusali Rozari takatifu. Baada ya pale tunafanya sasa maandamano makubwa sana ya Rozari. Yale maandamano dada Irene huwa yanakuwa ni maandamano ya kipekee, kwa sababu tunawazamisha watu kwanza wajue kwamba ni maandamano ya kiimani, sio maandamano kama ya kisiasa au mambo mengine ya kijamii. Kwa hiyo ni maandamano ambayo tunaandamana pamoja na sanamu ya Mama Bikira Maria, tukiwa tunasali sala ya Rozari takatifu, tukiwa tumeandaa pia maombi mbalimbali, lakini pia kila mshiriki tunamhimiza awe na maombi yake binafsi na familia yake. Tunakuwa na matarumbeta, tunakuwa na kwaya, kwa hiyo ni mwendo wa kusali, kuimba, kusali, kuimba. Tukimaliza tunafika kwenye, kama ni parokia au kama ni uwanja fulani ambao umeandaliwa, basi maandamano yanapokelewa pale na paroko au padri ambaye atakuwa ameandaliwa kwa maana hiyo. Then pale tunafanya ibada ya misa takatifu, tunaondoka tunakwenda nyumbani tukiwa na amani tele, kwa sababu tumeweza kusali pamoja na kumheshimisha Mama Bikira Maria. Ubarikiwe sana Bwana Jerome Masi, kwa sababu tunajua kwamba sala yenye nguvu ipo mikononi mwako. Nirudi kwako dada Grace Kitima. Pengine sala na liturujia ina uhusiano gani na maisha ya familia? Tumesikia mengi kutoka kwa Bwana Jerome. Amezungumza kuhusiana na safari ya mama ambayo inawakutanisha wengi, kuimba kwa pamoja, kusali kwa pamoja. Tukirudi kwenye ngazi ya familia, sala na liturujia ina mchango gani? Kila familia kama alivyosema kwamba kwenye familia Padre Patrick Peyton walikuwa na tabia ya kusali, na hiyo familia ilikuwa na amani, walikuwa pia na furaha. Vivyo hivyo kwenye familia pia wakiwa wameweka sala kwenye maisha yao, inamaanisha hiyo familia pia itakuwa na furaha, lakini pia itakuwa na amani. Lakini jambo jingine, hii familia wakiwa ni watu wa sala, hii familia hata wakipita kwenye changamoto za namna gani hawawezi kuteteleka kiimani, kwa sababu wanatumia sala kutatua migogoro wanayokutana nayo. Na wakati mwingine anasema kwamba dhahabu, ili iwe dhahabu ni lazima ipite kwenye moto. Vivyo hivyo na maisha ya kwetu, ili tuwe Wakristo imara wenye imani sawa sawa, lazima tupite kwenye changamoto. Lakini hizo changamoto tunazishindaje? Kupitia nini? Sala. Lakini pia watoto watakuwa kiimani na tutakuja kupata kizazi kilicho bora kupitia nini? Sala. Hivyo utume wa familia, idara ya sala ina mchango mkubwa sana kwenye familia, kwa sababu hiyo idara ya sala inahimiza nini? Sala kwenye familia. Na pia tuna vikundi tunaitaga PPGs, Peyton Prayer Guilds. Yaani hivi ni vikundi vya sala vya Patrick Peyton, ambavyo sasa hivi vikundi vinaalika familia kusali. Yaani kwamba kama huyu mmoja wapo katika familia atakuwepo kwenye hichi kikundi, atakuwa nasali kwa ajili yake, kwa ajili ya familia yake, lakini kwa ajili ya familia zote ulimwenguni. Inamaanisha huyu pia akiwepo kwenye kikundi kama hichi, kwamba familia pia wanakuwa wanapata nafasi ya neema ya Mungu, kwa sababu watasali pia. Hivyo sala ina mchango mkubwa sana kwenye kuzikuza familia katika imani. Lakini sala ina mchango mkubwa sana kwenye familia, ili hizi familia ziishi kwa amani, ziishi kwa upendo, na hata pia wanapata nafasi ya kusikilizana kama familia, kwa sababu kama hawatapata muda wa kusali, watapata wapi muda kukaa pamoja? Manake sala inawafanya wakae pamoja ili waweze kusikiliza nani ana changamoto, nani anapitia jambo gani, tunawezaje tukamsaidia mwenzetu anayepita kwenye changamoto. Hivyo sala inawaleta pamoja kama nini? Kama familia. Ndio. Nikushukuru sana Grace Kitima kwa ufafanuzi huo mzuri. Nikirudi kwako dada Scholastica Masanja. Umesikia mengi sana amezungumzwa hapo kuhusiana na familia kusali kwa pamoja. Pengine familia hizi za Kikristo ambazo hazina nafasi ya kusali kwa pamoja, sala ya familia inakuwa haipo. Utume wa familia wa Shirika la Msalaba Mtakatifu Tanzania mnawasaidia namna gani? Asante sana.
Familia ambazo bado hazina utaratibu wa kusali pamoja, sisi kama utume wa familia tunawasaidia kwa kuzitembelea familia, lakini pia kwa vipindi kama hivi vya redioni. Kuna wengi ambao hatuwakuti nyumbani, lakini wanasikiliza redio. Kwa kupitia ujumbe huu wanaweza kuhamasika kusali pamoja. Lakini kama vile tulivyosema, tunakuwa na makongamano mbalimbali kwenye parokia, kwenye majimbo mbalimbali, lakini pia kupitia vitabu ambavyo tunaandaa kama utume wa familia, vinavyohamasisha maisha ya sala ya familia, maisha ya sala ya kila mmoja kwenye familia, kwamba kumbe sala inaanzia kwenye moyo binafsi, alafu sasa ndio unafika kwenye kikundi ambacho ni familia. Bila mimi kuwa na moyo wa sala, hata sala ya familia sitaiona ina umuhimu. Kumbe mimi mwenyewe binafsi, mwanafamilia, mama, baba, kijana, mtoto, ninatakiwa niwe na kiu ya kusali, ndipo nitaweza kuikusanya familia yangu tuweze kusali pamoja. Kumbe basi familia ambazo hazina utaratibu wa kusali, sisi kama utume wa familia tunazihamasisha kwa kupitia vipindi vya redio, kwa kupitia kuzitembelea, kwa kupitia makongamano mbalimbali, kwa kupitia semina mbalimbali, tunawalika wasali pamoja, kwa sababu sala ndio inatuunganisha kama familia. Sala ndio inatuleta pamoja. Pasipo sala, familia zinasambaratika. Tumesongwa na mambo mengi ya ulimwengu. Tunasahau hata kula pamoja, hatuli pamoja. Lakini basi sala iwe kiunganishi kwenye familia zetu. Tutumie sala kama kiunganishi cha familia. Utume wa familia tunawalika familia zote ulimwenguni zisali pamoja. Ubarikiwe sana msikilizaji wa Amani Radio FM na mtazamaji wa Amani Radio Online TV pamoja na mtazamaji wa Holy Cross Family Ministry Tanzania. Bado tunasafiri kwa siku ya leo tukizungumza kuhusiana na sala na liturujia ambayo ni idara ipo ndani ya utume wa msalaba mtakatifu wa shirika hili la Holy Cross Ministry Tanzania. Lakini tunapozungumza kuhusiana na sala na liturujia na mchango gani katika maisha ya familia, nirudi kwako Bwana Jerome. Ni baba wa familia. Ndio. Tunaposema familia ni kanisa la nyumbani. Mtazamaji na msikilizaji anapaswa kuelewa nini? Kiukweli familia tunazoziona ni kanisa la nyumbani na ndio chimbuko pia la imani kama ilivyo. Kwa maana ya kwamba ni katika familia ndiko ambako mtoto anazaliwa, lakini mtoto analelewa, mtoto anakuzwa mpaka anakuwa kwa namna ambavyo tunamuona akiwa na vipawa vyake, akivitumia vyema kwa ajili ya uinjilishaji na kuendeleza kazi ya Mungu na mambo mengine. Na tafsiri sahihi sana ya hiyo kwamba familia ni kanisa la nyumbani, ndio pale ndani ya familia ambako mtoto huyu anayepokuwa mdogo pamoja na wazazi wake na watu wengine wanaokaa pamoja kwenye ile familia, ndiko wanavyojifunza hata ile kusali ile ishara ya msalaba kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Hii huwa inafundishwa kwenye familia. Ni bahati mbaya pia kwamba familia nyingi siku hizi zimekengeuka kwa sababu hazisali pamoja. Basi unakuta kwamba mtoto naye anakuwa hajui kusali, kwa hiyo mpaka aende kanisani pengine kwenye mafundisho akutana na katekista au sister au padri ndio aweze kumfundisha. Lakini tunasema kwamba pale familia ni kanisa dogo la nyumbani, kwa sababu pale ndiko mtoto na watu wengine ndani ya familia tunajifunza, tunashirikishana imani. Kwenye familia ambazo sisi utume wa familia tunahimiza pia kwamba pamoja tu na kusali pamoja sala ya Rozari Takatifu, lakini kwenye familia ndiko ambako tunatakiwa tusome na kutafakari neno la Mungu. Tuweze kumegeana mkate, tujue Mungu anasema nini kuhusu maisha yetu, Mungu anasema nini kuhusu familia yetu, ni wajibu gani ambayo kila mwanafamilia anao ambao umewekwa na Mungu kupitia maandiko matakatifu. Kumbe tukiwa na huo utamaduni kweli, ile tunasema tutaimarisha huo msemo utoke kwenye maneno uje kwenye matendo, kwamba kwa kweli familia ni kanisa dogo la nyumbani. Lakini pia huku kwenye familia kupitia kusali, kusoma neno la Mungu, kutafakari, ndiko pia ambapo tunaweza kufundishana kuhusu mwenendo, tabia na maadili mema. Unajua kanisa pia lina mchango mkubwa katika kuandaa watu wawe ni watu wema, wawe ni waumini safi, lakini pia ni raia wema. Lakini kanisa hili alianzia kule juu Vatican, linaanzia pale nyumbani kwako. Kwa hiyo tukiwa na utamaduni wa kusali pamoja, kutafakari neno la Mungu,
tunaweza pia kukaa na kuelezana kwamba ni jambo lipi lizuri, ni lipi libaya. Familia nyingi unazoona sasa hivi yanatokea mambo makubwa ambayo pengine yanashtua hata ulimwengu. Ukifuatilia sana historia yao, ni zile familia ambazo kwa kiasi kikubwa hazikupata nafasi ya kukaa pamoja, kusoma kusali pamoja, kusoma na kutafakari neno la Mungu pamoja. Kwa sababu kama familia ina mtu ambaye leo hii bahati mbaya ni mwizi, jambazi, hii familia ilikuwa na uwezo wa kumzuia mtu asiwe jambazi akiwa mdogo, sababu angesoma neno la Mungu, angesoma amri za Mungu ambayo inasema usiibe. Angefundishwa kwamba kuiba ni kubaya, kuchukua mali ya mtu ni kubaya, kutamani mali ya mtu ni kubaya. Tunavyoona kwenye jamii ambayo tunaishi, maisha ambayo pengine familia siku hizi majanga ya kisasa kama masuala ya ushoga na usagaji, kwa kiasi kikubwa pia imetokana kwamba familia hazina muda wa kukaa tu pamoja, kusali pamoja, angalau basi na kutafakari neno la Mungu na kuona kwamba masuala ya ushoga na usagaji ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo unaona hata ule muda wa kula, dada Irene, tunasema kama familia zikinashindwa kupractice sala kwa kweli, kwa ile kukaa pamoja tu na kusali dakika 15, basi hata ule muda wa kula, ile sala ya kubariki chakula, hebu wakae pamoja waisali ile sala ya kubariki chakula. Wakimaliza kula, wasali ile sala ya kushukuru. Umeona Baada ya hapo, hii familia baada ya muda si mrefu itakuwa inatengeneza watu bora wanaojua kwamba imani yetu kupitia sala ya familia, sala ya familia ni nguzo muhimu katika kuimarisha hii familia ili iwe kweli kanisa dogo la nyumbani. Nikisalia kwako Bwana Jerome, ufafanuzi huo umetupatia ni mzuri kabisa. Lakini ukiangalia ukuaji wa sayansi na teknolojia, hali ya maisha ya mkimbizano, asilimia kubwa ya wanaume wamekuwa hawaonekani katika sala za pamoja katika familia. Unafikiri watoto ambao ni baraka na nizao kutoka kwa Mwenyezi Mungu ambalo wamepewa, wanaweza wakaishi maisha ya sala katika familia? Unafahamu ni kweli kwamba wanaume tunasema kama unavyosema, dunia ya sasa ina changamoto nyingi na inamhitaji huyu mwanaume pia tunasema awe mchakarikaji kuliko hata alivyokuwa mwanaume miaka 80. Lakini ni ukweli pia ulio wazi kwamba mwanaume ni kichwa cha familia, na anapokuwa ni kichwa cha familia pia ni provider, ni mtu wa kuleta mahitaji ya msingi katika familia. Lakini lazima tukumbuke pia kama wanaume kwamba mahitaji haya ambayo tunaenda kutafuta huko, hatuendi kwa nguvu zetu, tunaenda kwa yule ambaye ametuumba kwa sura na mfano wake. Lakini pia Biblia inasema kwamba mwanaume anatakiwa asalishe kila mahali. Kwa hiyo wanaume, pamoja na ubize na mambo tulionayo, ni kwamba tuna jukumu la kukaa katika familia zetu, kuongoza sala katika familia zetu, kuongoza kitu tunaita vikao vya familia. Hii mara nyingi ni kitu ambacho ni kipya, lakini kwa dunia ilivyo, maana yake lazima familia ifike mahali tuwe na makubaliano, consensus, kwamba tunategemea kufanya nini katika familia yetu kiimani, tunategemea nini. Tuna mtoto anatakiwa abatizwe. Sio swala la baba kutoka huko kusema ni mtoto anaenda kubatizwa. Ni swala la baba, mama kukaa pamoja kusema mtoto tunambatizaje. Ni swala la mtoto kwenda shule, kukubaliana sasa tunafanyeje. Kuna watoto pia wanafika umri fulani ambao pia wanaweza akashirikishwa kwenye vikao vya familia kuhusu mambo mbalimbali, mipango mbalimbali ya familia. Tukiweza kukaa pale, tutajikuta hata tunapata nafasi ya kukaa pamoja na kuombea ile mipango ya kwenda kabla ya kwenda kuitekeleza. Sasa umeniuliza kuhusu watoto. Mara nyingi watoto tunasema Biblia inasema kwamba imani huja kwa kusikia. Na anasikia nini huyu mtoto? Kwa baba yake na mama yake. Umeniuliza kwa upande wa baba. Je, huyu mtoto alisha kusikia baba akisali? Alisha kusikia baba anahimiza kuhusu matendo mema? Alishasikia baba anahimiza kuhusu kuwa na nidhamu? Hilo ni jambo la msingi. Kwa hiyo ni kweli kwamba tusipokuwa na nafasi sisi wanaume kukaa na familia zetu na kusali nazo na kushirikishana mambo mbalimbali. Ninaposema kushirikishana, ina maana kwamba tunaondoa ile nafasi ya baba kuwa kichwa cha familia. Lakini tukumbuke kwamba kichwa hakiwezi kikasimama chenyewe. Kichwa kimeshikiliwa na shingo. Lakini wakati huo kuna mabega, kuna mikono, kuna miguu. Bila miguu hiki kichwa changu hakingeweza kuja hapa studio. Kwa hiyo hawa wote tunaowaona, awe ni mtoto, awe ni shangazi, awe nani kwenye ile familia, ni kama viungo vingine vya mwili ambao vinatakiwa sasa wakati kichwa kinafikiria na kutoa maamuzi kiweze kushirikisha. Ili sasa mikono isogeze, maiki ifanye hiki, kuna ule ushirikishaji. Kwa hiyo hilo ni muhimu sana kwetu wanaume. Na
Umesema pia kuhusu muda. Kwa kweli changamoto ambayo tutaitengeneza kwenye familia ya kudumu ni kukosa muda wa kukaa na familia zetu. Unajua, unapopata muda, sio tu mwanaume, hata mama anapopata muda wa kukaa na familia yako, tunaita quality time ya kukaa na familia yako, kuna vitu vingi sana unajifunza. Utajifunza hata mtoto ambaye pengine tabia imebadilika. Wakati mwingine hata tunapokaa siku hizi, dada Irene, hata kula pamoja, ile kukaa pamoja, kula pamoja, hatuli pamoja. Kuna utamaduni ulivyosema kwamba sayansi na teknolojia, siku hizi watoto, kila mmoja, mtoto anapakua chakula anaenda chumbani. Atakula pia kwa muda wake. Anaenda chumbani, watakula kwa muda wake. Chakula kimekuwa tayari, ila aliandaa anatoa taarifa, afu kila mmoja anasema mimi nitakuja. Na wakati mwingine kuna ambao wanakuja mezani wote pamoja mezani, lakini ukiangalia walioko mezani kila mmoja yuko na simu yake, ana chat. Sasa huo ni utamaduni ambao kwa kweli, utamaduni, sayansi na teknolojia ni jambo zuri, lakini lazima tuchuje, tuone nini kinazifaa familia zetu, nini kinafaa ndoa zetu, nini kinafaa jamii yetu kwa sasa. Kwa ili tuweze sasa kuvuka hapo, lazima sisi wanaume utenge muda kidogo sana wa kukaa na watoto wako, kukaa na mke wako, upate muda wa kukaa na mke wako bila kuwa na watoto, ili uweze kujua mambo gani anapitia, mambo gani anaweza kukushauri, ni maeneo gani ambayo anahisi kwamba hauendi vizuri, mkae sawa. Na yeye pia, na wewe pia uweze kumrekebisha au kumueleza jambo ambalo unaona. Ndio maana tunasisitiza pia, kwa mfano zile weekend ambazo wanaume wengi wako nyumbani, tenga hata muda wa lisali moja, mchukue mke wako, mtoe out mahali, nenda kaa naye hata kama ni kwenye garden fulani, msikilize, mnywe hata maji tu yale ya chupa. Lakini pia kwa upande wa watoto, utenge muda mwanaume wa kuwa na watoto wako. Mara nyingi hata mimi nikiwa na nafasi na nikaona kwamba si labda ni weekend, naweza nikachukua watoto wangu nikaja nao ofisini, kama sina shughuli serious sana nafanya, na kaa nao pale ofisini, nafanya kazi yangu, na nawatengenezea picha kwamba hata fedha ninazowalipia ada nawajibika, nafanya kazi. Lakini pia ninapokaa nao na study, nasikia wanavyocheza huko, anatamka maneno gani, najua kuna tabia amejifunza sio nzuri. Kwa hiyo ile ni namna nzuri sana ya sisi wanaume kuweza kutengeneza, kwa sababu tusipofanya hivyo kweli, huyu mtoto kama ulivyosema anaweza akakua kwa maana ambayo hana mtu ambaye alimrekebisha. Anafika mahali tunasema vijana wa siku hizi. Lakini vijana wa siku hizi wanapokuwa na tabia mbaya, alitokana pia na mzazi wa siku hizi ambaye alikuwa hana nafasi ya kukaa naye. Asante sana. Barikiwe sana Bwana Jerome Masi kwa ufafanuzi huo mzuri kabisa, ambao umeweza kuzungumza pia na wanaume ambao wanakutazama na kukusikia kwamba kuwa kichwa cha familia kuna mabega, lakini usiachie mabega yakawa kichwa cha familia, lazima usimame kwenye nafasi yako. Nirudi kwako dada Scholastica. Tunapozungumza kuhusiana na sala katika familia, liturujia ina mchango gani hasa katika sala ya familia ambayo tunaizungumza leo, na kumkumbusha mtazamaji na msikilizaji ambaye anatusikiliza sasa? Asante sana. Liturujia au tuseme sala na liturujia ina mchango kwenye familia kubwa sana, kwa sababu sala ya familia ndiyo inamjenga Mkristo imara. Sala ya familia ndiyo inatengeneza mtumishi wa Mungu mzuri, katekista, sister, padri, baba wa familia wa baadaye, mama wa familia wa baadaye. Kumbe tunaposali sala ya familia pamoja nyumbani na kusoma neno la Mungu pamoja na kulitafakari vizuri, tunafanya liturujia ya nyumbani. Yaani ni ibada ya nyumbani ambayo ndio inaanza nyumbani, ibada nzuri. Halafu baadaye mtoto anapoenda kanisani anajua kwamba kumbe ninapokuwa kanisani ninatakiwa kuwa hivi. Maana unapokuwa nyumbani lazima umfundishe mtoto. Wakati tunasali unatakiwa ufunge mikono. Wakati tunasali hutakiwi kuhangaika. Wakati tunasali hutakiwa kuangalia hivi na hivi. Unatakiwa kutulia. Kama kuna kisakramenti mbele, unatakiwa angalia kile kisakramenti. Kama kuna msalaba, maana yake uangalie ule msalaba. Kama ni Biblia unayo, lazima uangalie Biblia usome. Kama ni rozari unasali, lazima utulie, usali rozari yako kwa uangalifu na kwa utulivu. Kwa hiyo kumbe mtoto anajifunza ibada nzuri ya kanisani kuanzia nyumbani. Leo hii tuna watoto wanasumbua kanisani, lakini kumbe ni msingi mbaya ambao hawajaupata msingi mzuri nyumbani. Hawajakumbushwa kama unapokuwa kanisani unatakiwa kaeje. Unapokuwa kanisani, unapoingia kanisani, unavyochovya maji ya baraka, kuna sala ya kusali. Mtoto hajafundishwa, anasubiri mama au mzazi anasubiri akafundishwa na katekista.
Kumbe kuna vitu ambavyo tunatakiwa tuvianzie nyumbani. Kule kanisani anaenda kufundishwa tu ile katekisimu na mwendelezo wa mafundisho ya kiimani, lakini imani ya kwanza inaanzia nyumbani na inaanza kwenye sala ya familia. Pasipo kuanzia kwenye sala ya familia hakuna kingine. Hatuna tena nafasi nyingine ya kukaa na mtoto kumwelimisha. Hatuna darasa la nyumbani ndio kusema kuna Sunday school au kuna sehemu ya kuandika kwamba sasa angalieni ubaoni. Hapana, ni ule muda wa sala. Anavyokuona wewe mzazi unavyofanya, unapokuwa na utaratibu mzuri wakati wa sala, unavyotulia, unavyokuwa na unyenyekevu, ndivyo na watoto wako watakavyoiga. Ndivyo na vijana wako watakavyoiga. Maana mtoto anamwamini sana mzazi. Anachofanya mzazi ndicho mtoto anachofanya nje. Ukimwona mtoto anatukana, ujue tusi la kwanza amelisikia nyumbani. Unapoona mtoto anasalimia, ujue amejifunza kwa wazazi wake. Kumbe unapoona mtoto anaenda tofauti na maadili jamii inavyokuwa, jua kwamba nyumbani hakujakaa sawa. Kumbe basi sala ya familia inasaidia sana familia zetu. Barikiwe sana dada Scholastica Masanja, na tuamini kwamba sala yenye nguvu siku zote ipo mikononi mwako. Nirudi kwako dada Grace Kitime. Pengine tunapozungumza kuhusiana na sala na liturujia, tumeona mfano wa maisha ya Padre Peyton, tumeona kwa vijana, lakini kwenye ngazi za familia, na sasa tunazungumza katika idara ya sala na liturujia. Familia za Kikristo ambazo zinatutazama sasa na kutusikiliza, zinapaswa kujifunza nini kuhusiana na maisha ya Padre Peyton kwa familia hizi ambazo ziko kwenye ukuaji wa sayansi na teknolojia, na tunasema ni kizazi kipya? Jambo kubwa analopaswa kujifunza kutoka kwa Padre Patrick Peyton, kwanza ni moyo wa sala. Alipenda pia kutumia mitandao ya kijamii kufikisha ujumbe wa sala kwenye familia nyingi ulimwenguni. Kwamba mitandao ya kijamii haiwezi kutuzuia sisi kusali. Sayansi na teknolojia haiwezi kutuzuia sisi kusali. Yaani sio kwamba kwa sababu sisi ni vijana wa kisasa basi tunatumia ukisasa wetu na kuacha sala nyuma. Hapana. Tunachopaswa kujifunza kwamba sisi tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, na kwamba kila jambo tunalolifanya ili liweze kufanikiwa lazima tuweke sala. Na ndio maana yeye alipougua hakuanza kutafuta njia nyingine. Alitumia nini? Sala. Kwa sababu alijua kama Mungu ndiye aliyeniumba, kama kufa manake Mungu ndo atakayenichukua, lakini kama nataka bado niendelee kuishi, bado Mungu atanipa nini? Uhai. Hivyo alimgeukia nani? Mungu. Hivyo kwamba kwa huyu kijana, kwa mzazi wa sasa, kwa mtoto wa sasa, ndio unakuwa kwenye hichi kizazi cha teknolojia na sayansi iliyo kubwa sana, lakini kwamba tujifunze kwamba sala bado itabaki pale pale. Sala haipitwi na wakati. Sala inabakia pale pale. Yaani kwamba mambo yote yatapita, sayansi itapita, lakini sala haiwezi kupitwa. Kwamba kwenye maisha yetu lazima tumweke Mungu mbele. Na ndio maana mtu yoyote anayefanya kitu chochote, awe ni Mkristo awe ni nani, lazima atamtanguliza Mungu. Imagine hata mwizi anavyoenda kuiba na kwambia Mungu nisaidie nisikamatwe. Lakini anachokifanya sio nini? Kitu kizuri. Kwamba sala ni kitu cha msingi kwenye maisha yetu. Kwamba hata kama sayansi imekuwa, teknolojia imekuwa, tunafanya vitu tunafanikiwa, lakini ni bado sala ni ya msingi sana kwenye maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo nazidi kumkumbusha kwamba ndio sayansi imekuwa na teknolojia imekuwa, lakini bado tujifunze sala, moyo wa sala. Padre Patrick Peyton alikuwa na moyo wa sala. Lakini pia jambo la kujifunza jingine ni ujasiri. Huyu padre aliumwa, lakini alikuwa bado ni jasiri. Alikuwa na ujasiri kwa sababu aliupata kwa nani? Kwa Mungu. Kupitia sala ambayo alikuwa anasali kwenye familia tangu akiwa mdogo, huo alipata ujasiri. Hata kwa kijana wa sasa unatakiwa uwe jasiri. Jasiri kuitetea imani, jasiri kuizungumza imani yako mahali popote unapokuwa. Sio kwa sababu umeenda kwenye mgahawa au umeenda restaurant usisali kwa sababu wewe ni Mkatoliki unaogopa kupiga ishara msalaba. Hapana. Uwe jasiri na imani yako na ujivunie nini? Imani yako. Lakini tunajifunza kingine cha kwa Padre Patrick Peyton, tunajifunza maamuzi yaliyo sahihi. Kijana wa sasa unapaswa kuwa na maamuzi yaliyo sahihi. Mzazi, watoto, hata kama sayansi imekuwa namna gani, lakini unapaswa kuwa na maamuzi. Usiende kama mtandao unavyosema. Kwa sababu mtandao umesema hivi, huwezi kuwa na maamuzi ya kwako binafsi. Hapana. Tuwe na maamuzi yaliyo sahihi. Tufikirie mara mbili kwa sababu Mungu yupo ndani yetu na tunasali. Mungu atatupa neema ya kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Huyu padre alikuwa pia na maamuzi yaliyo sahihi. Aliona kwamba jambo la muhimu la kuamua ni kwamba nirudi kwenye sala.
Kwa alipofanya hayo maamuzi na bado akafikia ndoto zake, inamaanisha kwamba tukiwa na maamuzi yaliyo sahihi pia tunaweza tukafikia ndoto zetu. Kama Wakristo tukiwa na maamuzi sahihi, tunaweza kufikia ndoto zetu pia tukauona uso wa Mungu, kwa sababu tulifanya maamuzi sahihi. Kwa tuna mengi sana ya kujifunza kwa huyu padre. Kama familia tuna mengi ya kujifunza, kama kijana, kama mtoto tuna mengi ya kujifunza. Huyu padre hakukata tamaa, alijitambua, alitambua udhaifu alionao, alitambua pia na nguvu alizonazo, kwamba nina nguvu ya kusali, na kama ni udhaifu kwamba nilikuwa ninaumwa ndio udhaifu nilionao, pia ninaweza kutumia huu udhaifu kumtukuza Mungu, kwamba akasali na akawafikia watu wengi sana kueneza sala ya familia. Hivyo tuna mengi ya kujifunza. Tujitambue, tutambue nafasi tulionao, tuwe jasiri kuitetea imani popote tunapokuwa, lakini tujue kwamba sala ni msingi wa kila kitu. Ndio. Sala ni msingi wa kila kitu. Nirudi kwako Bwana Jerome. Mengi umeyasikia, amezungumzwa na Grace Kitima, amegusa engo za vijana, amegusa haswa maisha ya Padre Peyton, kuwa na uamuzi sahihi, lakini kuwa na imani katika sala. Sasa hivi kuna homa ya utandawazi kwa vijana wengi. Maisha ya ujana umepita. Una lipi la kuzungumza na kijana ni kutazama sasa? Nashukuru Dairin, na ni vizuri kwa kweli. Kwanza tukumbuke embrace technology, kwamba tukubali kwamba teknolojia pia ni njia nzuri sana ambayo tunaweza tukaitumia watu wa rika zote, hasa vijana, katika kujiimarisha kiimani. Unafahamu kwa mfano ile sala ya kuiombea nchi yetu Tanzania ipo kwenye mitandao, na ukienda kanisani utaona ule muda ambapo pengine kiongozi au padri anaanza kusalisha ile sala, wengi wanakaa kimya. Lakini aliyekaa kimya dakika 10 zilizopita alikuwa na simu yake na alikuwa kwenye mtandao anaangalia vitu vingine, lakini sio kujifunza ile sala. Unafahamu kwamba vijana hawa tunaozungumzia sasa wanapata elimu mbalimbali kwa njia ya mtandao bila kwenda vioni. Kuna watu wanasoma certificate, diploma, degree na kuendelea kwenye mitandao, na wanapata zile vyeti na wana qualify bila kwenda vioni. Sasa tungeweza pia kukumbuka kwamba yule aliyetuumba akatupa na nguvu na akatupa ubunifu wa kuleta teknolojia, kwamba pia tukatumia hiyo mitandao katika kujifunza na katika kufanya yale yanayompendeza. Maana yake vijana hawa tunaosemea kama mtumishi wa Mungu Padre Patrick Peyton katika ujana wake, yeye alitumia mitandao katika kuwafikia watu, na ndio maana unaona sasa hata sisi tunatumia pia mitandao katika kuhimiza maisha ya sala ya familia. Kwa hiyo ni maoni na maombi yangu kwamba kwa vijana, pamoja na umri na mambo mengi ambayo tunakimbizana nayo, lakini tuweze kutumia pia hii mitandao kwa namna ambayo inatujenga na inatuimarisha zaidi kiroho kuliko tunavyotumia kwenye masuala mengine. Kwa sababu mtu asipokuwa imara kiroho, hata kwenye mambo mengine ya maisha yake, yawe ni ya kiuchumi, ya kijamii, yatakuwa sio mazuri kwa ujumla wake. Tafsiri sahihi ni kwamba kila unachokiona Dairin ambacho kinatokea kwenye ulimwengu huu wa nyama tunaouona kimeanzia kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana unaona wakati mwingine mtu anashika simu yake sasa, ili badala ya kwenda kwenye Aman Radio FM ili afuatilie, au kwenye Holy Cross Family Ministries afuatilie wanasemaje kuhusu maisha ya ujana, wanasemaje kuhusu uchumi, kuhusu nini, huyu mtu ataingia kwenye mitandao mingine, ataanza kuangalia vitu ambavyo vinamharibia future yake. Ataangalia vitu ambavyo vinamfanya afurahi tu kwa kuona vitu ambavyo pengine hata havistahili kuonekana. Pale ndipo ambapo shetani anaanza kumvuta huyu mtu. Sasa baadaye unapoona huyu mtu amepata kwenye maisha yake, pengine ameingia kwenye matendo ambayo hayafai, ameingia kwenye imani ambazo hazifai, ukumbuke kwamba sio kitu ambacho kimeanza leo. Kilianzia mbali. Mtu alikamatwa kwa sababu alitumia mitandao hii kujifunza hivyo vitu, na vikamvuta akaenda kwa namna ambayo haikustahili kwenda. Kwa hiyo vijana watumie maisha yao kama alivyokuwa Padre Patrick Peyton. Alipitia changamoto na alikuwa ni wakati ambao ndio radio zinaanzishwa na TV na nini, akatumia mwanya ule katika kueneza huu utume na katika kuhamasisha familia nyingi duniani. Na leo tunaona utume wake umeenea duniani kote. Tuko nchi zaidi ya 18, vituo zaidi ya 27 kwenye mabara yote. Utume huu unazihudumia familia katika makundi mbalimbali. Nikushukuru sana kwa ufafanuzi huo, na tuangazie swali la msikilizaji ambaye ameweza kushiriki nasi kupitia nambari ya 0797004018. Lakini wewe ambaye unatutazama kupitia Amani Radio Online TV na kupitia Holy Cross Ministry Tanzania, basi endelea kuuliza swali la kwako na andika maoni kwa kile ambacho unakitazama, ambapo kwa siku ya
leo tunazungumza kuhusiana na idara ya sala na liturujia, na mengi zaidi umeweza kusikia kwamba sala yenye nguvu iko mikononi mwako, na sala hiyo inaanzia katika ngazi ya familia. Msikilizaji anasema tumsifu Yesu Kristo Milele amina. Anatamani kufahamu utofauti uliopo kati ya sala binafsi, sala ya familia na sala ya liturujia. Sawa, tunashukuru mpenzi msikilizaji kwa swali lako zuri kabisa. Ni kweli kwamba katika utaratibu wa sala kuna sala binafsi, lakini kuna sala ya familia. Sasa liturujia sio sala. Liturujia ni mpangilio au mfumo unaotumika katika kuendesha ibada au sala katika level fulani. Tunavyosema sala binafsi ni sala ambayo mtu by the way, tunavyosali unazungumza na Mungu mwenyewe. Ndio maana kwenye utuma familia tunahimiza pia kwa kweli, hata tunavyoenda kwenye sala ya familia, hakikisha wewe binafsi pia umejitathmini, umejichunguza kwenye moyo wako kwamba ni na mahusiano gani na Mungu wangu, na muamini kwa kiwango gani, na naenda kuzungumza naye nini. Na unavyoenda kusali mtu binafsi, unavyosali aidha mwenyewe pale au kabla hujaungana na familia yako, lazima pia ujiulize, mimi hivi naenda kwa Mungu kwa ajili ya kitu gani? Wengi tumekuwa tukipeleka maombi kwa Mungu bila kumsikiliza Mungu. Unajua sala ni njia mbili. Unazungumza na mtu ambaye anakusikia lakini hakujibu kwa sauti yako, anakujibu kwa imani. Kwamba unamwamini kwamba huyu ni Mungu ambaye ameniumba, ambaye amenileta duniani, na namuomba 1 2 3. Lakini ni maoni yetu pia kwenye utuma familia kwamba tusiwe tu ni watu wa kusali kuomba, tuwe ni watu wa kushukuru kwanza. Kwa sababu najua mimi binafsi pia wakati napiga magoti naanza kumuomba Mungu, naanza kumueleza shida zangu na changamoto ninazopitia. Lakini nasahau kwanza kumshukuru kwa kunipa uhai wa kuishi mpaka hapa nilipo, pengine kwa kunipa familia, pamoja na changamoto zilizoko kwenye familia yangu au watoto wangu ninavyopata shida kwenye kuwahudumia katika maisha. Lakini nimshukuru Mungu kwamba alinipa mke, akanipa watoto, na amenipa uhai, ameniwezesha mpaka sasa niweze kupiga magoti. Ile ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili sasa ndio nije ni muombe Mungu ili anisaidie kile ambacho ninachomuomba aweze kunisaidia. Lakini hatua ya tatu hapa kwenye sala binafsi pia tunavyosema kwamba katika kusali pia ni ile kwamba unasali kwa Mungu wako alafu unanyamaza kusubiri akujibu. Na Mungu anaweza akajibu kwa namna mbalimbali. Tunasema Mungu anajibu, hachelewi wala hawahi. Anajibu kwa wakati ulio sahihi. Kwa hiyo nitakapopiga magoti na kumwomba Mungu wangu na nini kuomba ABC, Mungu anaweza akajibu kwa namna ambayo mimi naiona, anaweza akajibu kwa namna ambayo mimi sioni. Naweza nikamwomba Mungu Dairini anipe gari kwa mfano, lakini Mungu mwenyewe anajua kabisa nikimpa Jerome gari na uchumi wake hauruhusu kuendesha gari. Kwa Mungu anaweza badala ya kunipa gari akanipa uwezo mimi wa kusomesha watoto wangu. Pengine Mungu yeye anajua kwamba hawa watoto watasoma, watajakuwa na maisha mazuri, watajapata kazi au watajiajiri au watafanya chochote. Alafu kwenye uzee wa Jerome wakati hawezi kutembea, mtoto wake mmoja atakuwa na gari ya kumpeleka Jerome hospitali. Labda wenzangu wajibu kuhusu upande wa pili wa familia. Sawa, swali lingine la msikilizaji hapa anasema idara ya familia mnawasaidiaje familia ambazo zinapitia changamoto ya kiroho? Kwanza nijazie pale kwenye sala kati ya mtu ya binafsi na ya familia. Kaka Jerome ameongelea sala ya binafsi kwamba mimi mwenyewe ninakaa ninaongea na Mungu. Lakini sala ya familia ni pale ambapo mimi sasa na watu wangu walioko ndani ya familia. Yawezekana mimi ni mama, ni baba au ni kijana ndani ya familia, ila nina wazazi, nina ndugu zangu wengine. Tunapokaa pamoja na kusali pamoja. Binafsi ni mimi peke yangu nazungumza na Mungu. Ila na familia manake mimi na wale watu tunaoishi kwenye familia tunakaa pamoja na kusali pamoja. Na katika hii sala ya familia pia tunapata nafasi ya kila mmoja kusema nia yake, au tunakuwa na nia za familia. Inawezekana mimi nasema kwamba mimi natamani Mungu atujalie kwenye familia yetu uchumi wetu ukue. Mwingine akasema mimi natamani kwenye familia yetu tuwe na amani. Mwingine akasema kwamba mimi kwenye familia yetu naona ugomvi unaoendelea sipendi. Mungu atuepushe na huu ugomvi. Mwingine akasema kwenye familia yetu tumekuwa labda na shida ya mahali fulani, magonjwa, hatutaki. Kwa hiyo tunaziunganisha zile nia pamoja na tunasali pamoja kama familia. Na faida ya kusali pamoja kama familia, tumetofautiana kwenye level za imani. Kuna mwingine ana imani iko juu kidogo, kuna mwingine ana imani iko chini. Kwa tunaposali kama familia tunanyanyuana na zile sala zinakwenda pamoja.
lakini pia shetani anapata mlango wa kuingilia kwa sababu wote kama familia tutakuwa pamoja. Ndio. Na umesema swali jingine kwamba mnasaidiaje familia ambazo zinapitia changamoto ya kiroho? Tunapofanya kutembelea familia mara nyingi tunauliza wana changamoto gani. Ile changamoto ya kiroho tunatatua pamoja. Inawezekana changamoto ya kiroho walionayo kwamba hawapati muda wa kusali kwa sababu kuna changamoto ya kimwili. Inawezekana kuna ugomvi ndio maana hawawezi wakakaa pamoja na kufanya nini? Na kusali. Hivyo tunasuluhisha kwanza hiyo changamoto ya kimwili ili wakiwa pamoja sasa ile changamoto ya kimwili kiisha inaweza kawaleta pamoja. Kwa sababu kama watu hawaongee hawawezi wakasali pamoja. Kwanza kwa maana yake tunawapatanisha hawa watu waongee kwanza ili wasali nini pamoja, na tunawaambia kwamba uwezi kwenda kwa Mungu ukaomba na ukajibiwa kama hamjasameheana. Kwa sababu kwenye sala Baba yetu tunasema kwamba utusamee makosa yetu kama tunavyowasamea na sisi waliofanya nini? Waliotukosea. Kwamba mkisameheana kwanza Mungu pia anawasamee. Hivyo tukija pamoja kwenye sala pamoja tunasali nini? Pamoja. Lakini wakati mwingine huwa mtu akiwa na changamoto anatuma ujumbe na wengine anatufikia kwenye ofisi zetu, tunazungumza nao. Na wakati mwingine watu wanahitaji labda usuluhishi, tunawasuluhisha, alafu tunawaambia pia ili asitokee mambo kama ya namna hii ni lazima wasali pamoja, kwa sababu wakisali pamoja pia hata chuki hazitakuwepo. Maana hatuwezi kwenda kwa Mungu kama familia moja lakini tukawa na chuki kati yetu. Haitawezekana. Hata kama ulitaka kumwombea mwenzako mabaya, haitawezekana kwa sababu tumekaa pamoja. Uwezi nikasema nimwombee Grace mabaya. Unaona anaweza kanisikia. Kwa maana yake itatufanya tusali pamoja na wakati mwingine tutakuwa huru. Kwa maana hiyo tunazitembelea familia, tunafanya makongamano, lakini pia huwa tunawapa mwanya watu kurufika kwenye ofisi za utume wa familia, kwa sababu tunasema kwamba tuna dawati la familia, family help desk. Ili dawati maana yake linawasaidia watu changamoto zote, si changamoto tu za kimwili, changamoto za kiroho, lakini pia kama mtu ana shida pia ya akili, ana shida ya nini, hivyo vyote vinafanyika kwa sababu pia tunatoa ushauri, lakini pia tunatoa pia counseling kwa watu ambao wanapitia changamoto mbalimbali. Hata wale ambao unakuta labda ameathirika na madawa ya kulevya, ameathirika na nini, hawa wote tunawasaidia kwa sababu lengo letu kubwa tunawasaidia hawa ili wakae pamoja, wasali pamoja. Hawawezi wakasali pamoja kama wanapitia changamoto. Hivyo tunawasaidia kwa kuzisikiliza na kuzitatua changamoto zao. Na tumezisaidia familia nyingi. Hivyo kama kuna mtu pia na changamoto, anaweza kutumia namba zetu za ofisi ili kuwasilisha changamoto yake. Tukafika kwenye familia tukazisolve, au wakaja kwenye ofisi zetu na tukazitatua. Ndio. Tuangazie maswali machache ya mwisho. Maswali ni mengi kaka Jerome. Nafikiri baada ya hapa kuna swali binafsi Valentina tumelipokea na kaka Jerome atakupigia baada ya kumaliza kipindi hiki. Anasema tumsifu Yesu Kristo. Naomba kumuuliza kaka Jerome, homa ya utandawazi tunawasaidiaje vijana kuondokana nayo na kujua sala ni nguzo muhimu? Tunashukuru sana. Kuna profesa mmoja aliandika kitabu chake, ilikuwa ni utafiti, alafu akasema globalization is like a global sea in which everyone has to swim. Kwamba utandawazi ni kama bahari fulani kubwa sana pana, ambayo sasa uwezo wako wa kuogelea kwenye hiyo bahari uweze kuvuka ng'ambo ndio utakao kufanya uwe salama. Ni kama vile kufungua dirisha. Wakati mwingine ukiwa ndani, ukiwa unataka kupata hewa nzuri, unafungua dirisha ili ingie hewa nzuri. Lakini unapofungua dirisha wanaingia mbu, wanaingia inzi na wadudu wengine pengine ambao ulikuwa huwahitaji. Kwa hiyo hii homa ambayo anauliza mpenzi msikilizaji kuhusu utandawazi na vijana ni kutumia utandawazi katika kujiimarisha kiimani. Tunatumiaje? Huku kwenye sasa hivi usipoenda, kwa mfano mtu ambaye hajaenda kanisani, nikiingia kwenye ukurasa wa YouTube wa Amani Radio FM, nitakuta jana ibada ya misa takatifu ambayo ilikuwa inarushwa ya matawi, ambayo iliendeshwa na Mwashamba Askofu Mkuu pale parokia ya Moyo Mtakatifu Yesu Mbetini. Kwa hiyo nitaona homilia ilivyokuwa, nitaona programu nzima ilivyokuwa, nitajifunza, nitaimarika kiimani. Lakini nikiingia kwenye ukurasa wa Holy Cross Family Ministries Tanzania, nitakuta kule kuna clip zimerekodiwa ambazo zinazungumza changamoto mbalimbali za ujana na namna ya kuzikabili. Kwa mfano vijana na mahusiano. Vijana wengi wanapotea hapo kwenye mahusiano. Lakini ukienda kwenye mitandao, kuna mababa, kuna walei,
kuna taasisi kama hii Utuma Familia ambao wameandaa vipindi na vitu vingi sana vizuri kwenye mitandao kuhusu nini, mahusiano. Kwa hiyo vijana tukiweza kutumia hiyo kwa namna ambayo ni nzuri kujifunza, tutajifunza vitu vingi, na ndio naona sasa tutaenda pia mbali kujifunza pia mambo ya uchumi huko. Kuna watu leo dada Irene wanafanya shughuli za msingi kabisa na zinawaingizia kipato. Ukimuuliza ulienda kusomea wapi, atakwambia sijaenda, niliingia kwenye mitandao hii utandawazi nikajifunza. Ukimwangalia kuna mtu ambaye leo ni padre au ni sister, ukimuuliza hivi wewe nini kilikuvuta, atakwambia kuna mtandao nilifuatilia siku moja nikamwona padre fulani akihubiri vizuri sana, au niliona kwenye sherehe ya kuweka nadhiri za daima, nilivyoona masista wanavolala pale wanakula kiapo wanafanyeje, maisha yao yalinivutia. Lakini ni wapi? Kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo homa tunaweza tukaitafutia dawa kwa namna ya kwamba kutafuta namna nzuri ya kujiweka, tusiingie kwenye lile kundi la wengi. Sisi tupige mbizi kwenye hii bahari pana ya utandawazi ili tuweze kufika ngambo salama. Wakati tunafungua dirisha ili kuingiza hewa safi, tuweke wavu kwenye dirisha ili kuzuia mbu na wadudu wengine wasiingie, tupate hewa safi ambayo tulitegemea kuipata. Hakika tupige mbizi ili kijana aweze kutumia mitandao vizuri, kwa sababu ina matokeo yaliyo hasi na matokeo yaliyo chanya. Nikushukuru sana Bwana Jerome. Lakini kabla ya kutamatisha, dada Grace Kitime, familia zijifunze nini hasa kwa maisha ya Padre Peyton, lakini katika idara ya sala na liturujia? Familia ina mambo mengi ya kujifunza kutoka kwa Padre Patrick Peyton, hasa kupitia familia yake. Unajua familia yake ilikuwa ina maisha yale ya kawaida. Tunasema maisha ya kawaida kwa sababu walikuwa ni wakulima tu wale wadogo, lakini pia wafugaji tu wale wadogo, lakini walikuwa wanatenga muda wa sala. Kwa maana hiyo kwamba familia ya sasa ijifunze kutenga muda wa sala. Hata tukiwa busy namna gani, hiyo nafasi ya kuwa busy ni Mungu ametupa, kwa sababu huo uhai tunaotumia, hiyo afya, pumzi tunayotumia ni Mungu ametupa. Hivyo tuhakikishe tunatenga muda wa kusali. Na ndio maana pia kwenye Biblia Yesu aliwauliza wanafunzi wake, hamkuweza kukaa nami hata lisali moja? Maana walipokuwa akisali, Yesu anasali, wenzake walikuwa nalala. Ndio maana kauliza, hamkuweza kabisa, hamkuweza kutenga hata lisali moja kwa ajili yangu? Hivyo na familia tujiulize, hatuwezi tukatenga muda kwa ajili ya Kristo? Kwa sababu kama Mungu anatupa neema ya kufanya kazi masaa 24, ni sisi wenyewe tu kuamua tufanye muda gani na muda gani. Hatuwezi kutenga muda kwa ajili ya Kristo kama familia. Hilo ni jambo la kwanza, kwa sababu familia ya Patrick walitenga muda wa sala. Hivyo tunajifunza pia na sisi tutenge muda wa nini? Wa sala. Lakini hii familia ya Patrick Peyton iliwakuza watoto wake katika msingi wa sala, msingi wa imani. Hivyo familia sasa pia inatakiwa kujifunza kuwakuza watoto na wale wote walikuwa kwenye familia msingi wa nini? Wa sala. Sio watoto wako tu. Kila aliyeko kwenye familia yako, awe ni dada wa kazi, awe ni kaka wa kazi, awe ni ndugu yako, awe ni mtu tu amekuja kwenye familia yako, lazima uweke misingi ya sala, kwamba kila mtu anaishi kwenye familia yangu na lazima afanye nini? Asali. Kwa sababu ataondoka, ataona kama anateseka, lakini atakapoondoka kwako atajifunza kwamba pale nilifundishwa jambo zuri la sala. Hiyo familia ijifunze namna hiyo, kwamba tunapaswa pia kusali, lakini tunapaswa kutenga muda wa sala, lakini tunapaswa pia kuwalea watu wote wanaokaa kwenye familia yetu kwamba wanapaswa kufanya nini? Kusali. Na jambo jingine tujifunze kwamba bila sala maisha yetu hayawezi kusogea. Patrick anatukumbusha kwamba ni kwa njia ya sala yeye alipokea uponyaji. Hivyo kama sala ni uponyaji, pia hata kwenye familia yetu tunahitaji uponyaji kwa namna tofauti. Uponyaji wa kiroho, uponyaji wa kimwili, lakini pia uponyaji wa kisaikolojia. Kwa maana hiyo sala itakuwa ni tiba. Lakini na jambo la mwisho zaidi tunalojifunza kwamba sala ya Rozari Takatifu ina nguvu. Kwa sababu Yesu anavyokupa pale msalabani alitukabidhi kwa Mama Maria. Huyu mama ni mwombezi wetu, hivyo tumtumie yeye vizuri, tuzungumze naye vizuri. Kwenye ile harusi ya Kana walimtumia mama vizuri sana. Walimwambia mama, hatuna divai. Yesu muda wake wa kufanya miujiza ulikuwa bado, lakini alitumia muda ule mama kama mama akaenda kumwambia Yesu hawana nini? Divai. Na ile familia ikapata nini? Divai iliyo nini? Iliyo njema. Na sisi kwenye maisha yetu tuna mabalasi yaliyopungua. Hivyo ili hayo mabalasi yajazilizwe, lazima tumtumie mama vizuri. Tuongee na mama vizuri, atuombe kwa Yesu Kristo, na familia zetu zitakuwa na amani. Amina. Kutokana na muda sio rafiki sana, ni washukuru sana. Asante sana dada Scholastica Masanja, asante sana kaka Jerome Masi, lakini na dada Grace Kitime, na
nina imani kwamba idara ya sala na liturujia ina mambo mengi sana muhimu ya kuja kuzungumza na mtazamaji, lakini na msikilizaji ambaye anapata nafasi ya kutusikiliza mara kwa mara kwa mwendelezo wa vipindi hivi kutoka Utume wa Familia wa Msalaba Mtakatifu Tanzania. Pengine kaka Jerome, mtu anawafikiaje watu wa Utume wa Msalaba Mtakatifu Tanzania kuhakikisha kwamba mnamsaidia kama alikufa kiroho, kifamilia, anahitaji kuwa na nguvu ya sala, lakini anasali inafika mahali anakwama, anaendelea na mambo haya ambayo tunasema ni homa ya utandawazi, anawapata namna gani? Tunashukuru dada Irene, na tunapatikana. Yani nasema we are always available. Wakati wote tunapatikana. Na ukitaka kutembelea kwa ajili ya mazungumzo, mashauriano na mambo kama hayo, ofisi yetu kwa upande wa Arusha hapa iko pale Parokia ya Moyo Mtakatifu wa Yesu Sombetini. Kwa hiyo ukifika tu pale getini utaelekezwa ziliko ofisi za Utume wa Familia wa Shirika la Msalaba Mtakatifu Tanzania. Lakini sio hivyo tu, tunapatikana pia kwa namba ya simu ya 0623 300 alafu 303. Yaani 0623 300 Muda wote tunapatikana kwa njia ya call, piga kawaida, andika message au WhatsApp utatupata. Kwenye mitandao ya kijamii pia tunapatikana kwa YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Tunapatikana kwa jina la Holy Cross Family Ministries Tanzania. Kwa akiandika tu pale, akiingia kama ana jambo anataka kujifunza atajifunza. Kama kuna jambo anataka kutu-DM kwa ili atufikie, kama kutumia ujumbe ndani inbox, anaweza akaenda tu akabonyeza kitufe, kama ni Facebook, ni Instagram, kokote akatuandikia pale. Tunaweza tukamfikia. Na hata akitaka appointment kwa wale ambao karibu ya kwenda nyumbani kwake kwa ajili ya kuzungumza au kwenye familia au nini, tupo tunapatikana. Na kwa upande wa Jimbo la Mbulu pia ofisi yetu ipo Parokia Mtakatifu Brendan Kitete, kule Karatu ndani huko. Kwa hiyo pia tunapatikana kule, kuna wanatimu ambao wanafanya hizo operation kwa hizo program kwa upande ule, lakini mawasiliano ni hayo kokote pale ambapo watataka kuwasiliana na sisi. Kwa hata kama yuko mbali, hata kama yuko mahali kokote duniani, tuko available muda wote, hata kama ni usiku wa manane. Yeye atujulishe, tutawasiliana naye, tutaweza kushauriana, tutaweza kusali pamoja, na Mungu atatenda kupitia sala. Mungu awabariki sana. Amen. Mimi ni Irene Simon, ni mtazamaji wa Amani Radio Online TV na msikilizaji wa 101.5 Amani Radio FM, ambapo tumeweza kuungana kwa pamoja kwa siku ya leo kuweza kuzungumza na Holy Cross Family Ministry, idara ya sala na liturujia. Lakini tunaendelea kukumbushwa ili mabalasi yetu yaweze kujaa, basi sala yenye nguvu iko mikononi mwako. Endelea kutufuatilia kwa vipindi vingine ambavyo vinaendelea, ambavyo vinatoa nafasi ya wewe kuweza kujifunza mengi zaidi. Mungu akubariki.